katika jina la uweza la Yesu Kristo. Wastahili kutukuzwa Mungu wangu. Wastahili wewe kutukuzwa. Ishara zako na matendo yako ni makuu mno ya ajabu. Na yale uyatendayo yanabaki kuwa yametendeka milele. Kwa kuwa iko katika makusudi yako ya milele. Kutuwazia na kututendea yaliyo mema na ya amani. Nasi tumeyaona vivyo hivyo katika familia yote ya mji wa Bwana na kupitia Hebron Media na timu yake yote, na kila mwanafamilia aliye umbali wowote kupitia nguvu katika neno. Tupe tena sababu nyingine ya kukutukuza na kukuhimidi. Tupe tena sababu nyingine tunapokusikia na kuyaandama mashauri yako ya milele. Lifanye jina lako kutukuzwa daima, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Ninakusalimu mpendwa mtazamaji wa Hebron TV katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ni ndugu yako Bishop Manasseh DM kutoka ENCC Tanzania, na kwa upekee wake kabisa ENCC mji wa Bwana. Hii ni nguvu katika neno, kipindi kinachokupa kwenda kwa kina katika mambo ambayo ni nadra kuyasikia katika vinywa vya watumishi wengi, na katika mambo ambayo yatakupa kumjua Mungu, kuzijua njia zake, kuyajua makusudi yake kwako, kukujulisha adui uliye naye, na kukupa wewe kujijua mwenyewe. Thamani ya maisha ya mtu haitazidi hayo. Mjue sana Mungu wako ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Zijue hila za yule mwovu, nawe utakutana na huo wema wa Mungu ambao kamwe hautapishanishwa nao. Hivi ndivyo ninavyokuja kwako tena kupitia nguvu katika neno. Na nguvu katika neno mara hii inaendelea katika kipindi cha 3 cha sehemu ya 3 cha mtiririko wa kuishinda roho ya mkwamo, tunaposhughulika na kipengele kidogo cha roho ya udhaifu. Roho ya mkwamo ni mtiririko wa somo linaloendelea kwa mapana na kina chake. Na kipengele kimoja wapo tulichonena huko nyuma, roho ya kufanya makosa yanayokupa mkwamo. Na tumeshughulika na watu kama kina Samson, kina Daudi, na tumeenda umbali wa kugusa baadhi ya mambo ya kina Ruben. Wewe ambaye unafuatilia vipindi vingine una habari ya kina zaidi ya vile ninenavyo sasa. Na wewe ambaye unanisikia kwa mara ya kwanza kupitia Hebron TV, unaweza kufuatilia vipindi vingine vyote katika platform zetu za social media. Tazama jinsi ambavyo nguvu ya roho ya udhaifu imeyakwamisha maisha ya watu wengi. Unaponena udhaifu, tunanena habari ya magonjwa na maradhi. Ni adui wa maisha yako, adui wa familia yako, adui wa kanisa la Mungu, adui wa jamii, adui wa taifa, na adui wa mataifa yote duniani. Mungu hakumuumba mwanadamu ili aishi akiwa anabeba magonjwa na maradhi. Na wengi hufika mahala ambapo wakachagua kujifariji kwa faraja zisizo za makusudi ya Mungu. Faraja zinazonena kama yote ni mapenzi ya Mungu. Hata yale ambayo si mapenzi ya Mungu watayaita kuwa ni mapenzi ya Mungu. Faraja zisizokuwa na scriptural basis
hazina misingi yoyote ya kimaandiko. Ninaponena nawe kuhusiana na ufunuo wa kuishinda roho ya udhaifu, sehemu ya kwanza nimenena nawe kuhusiana na mambo ya kawaida yanayokusaidia uwe umetengwa na roho ya udhaifu. Mambo haya ya kawaida ndiyo mambo yanayohusisha vitu kama maisha ya kawaida: unakula nini, unalalaje, hewa gani unayovuta, usafi wa mwili wako na mazingira yako, kuwa na mazoezi, kutazama aina ya matibabu unayoyapata na mahala unapopapata. Sehemu ya pili nilinena habari ya channels za uponyaji zinazokuja katika maisha ya watu. Na leo hii na kipindi kijacho nitakuwa nikinena kuhusiana na magonjwa na maradhi, yani roho ya udhaifu inayompiga mtu kutokea katika ulimwengu wa ndoto zake. Kitabu kile cha Ayubu sura ile 7 mstari wa 13 na wa 14. Ayubu ananena, hapo nisemapo kitanda changu kitanituliza moyo, malazi yangu yatanipunguzia kuugua kwangu, ndipo nitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Ndivyo maandiko yanavyotuambia katika kitabu kile cha Injili ya Mathayo 15:13, juu ya pando lile asilolipanda Baba yangu litang'olewa. Ni kwa sababu watu walilala katika Mathayo 13:25. Adui naye alikuja akapanda magugu katika maisha ya watu. Ni katika saa ile ya watu kuwa wamelala, adui anakuja ili apate kuyapanda magugu. Ndio maana maandiko yanatupa usia, kesheni mkiomba. Neno kukesha haina maana ya kwamba kila siku uwe macho usilale, la hasha. Inamaanisha nini? Watch and pray inamaanisha kaa ukiwa tayari, uwe macho, weka uzingativu kwa maisha yako. Nini kinaendelea, nini kinapandwa na nini kinapaswa kung'olewa, kwa kuwa ndivyo maandiko yanavyonena, pando lile asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kabla kipindi hiki hakijaisha, pando lolote asilolipanda Baba yangu wa mbinguni na liwe limeng'olewa katika kila eneo la maisha yako, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Huu ni udhaifu ambao hauwezi kupata tiba katika mikono ya tabibu. Haya ni magonjwa ambayo unavyoendelea kuyatibu zaidi, ndivyo yanavyokufanyia dhihaka, ndivyo yanavyoendelea kumaliza fedha zako, ndivyo yanavyoendelea kukufanya unakuwa dhaifu na dhaifu na dhaifu na dhaifu. Ni magonjwa ambayo hayawezi kukuruhusu kutulia, kwa sababu fumbo lake haliko katika damu na nyama. Fumbo lake liko katika roho. Ni mpaka unapofumbua fumbo hili katika roho, ndipo maisha yako yanapewa uhuru na ukombozi mkamilifu. Leo hii katika sehemu hii ya 3 nitaongea mambo 12 ya aina ya ndoto zinazopanda magonjwa na udhaifu katika mwili wako, ambazo ni lazima uzishughulikie katika maombi na maisha yako yapewe kufunguliwa. Ndoto, aina ya kwanza ya ndoto ni pale unapoona umepigwa mshale au umepigwa risasi katika ulimwengu wa ndoto zako. Umepigwa mshale au umepigwa risasi katika ulimwengu wa ndoto zako, ujue ya kwamba umepigwa na roho ya udhaifu inayokusudia kukutenga na yale yote yaliyo uzima, nguvu na afya katika nchi ya walio hai. Hapa ndipo mahala ambapo huwa inatulazimu kunena habari ya maombi yanayoamuru risasi hiyo au mshale huo ung'olewe
ugeuzwe, uvikwe nguvu mara 100 na urudi katika njia uliyoijia. Kwa nini? Ni kwa sababu wewe sio chanzo cha mshale huo. You are not the originator of that satanic arrow. Ni mshale ulikotoka. Kikombe kile walichopima, wapimiwe hicho hicho, kikiwa kimejazwa, kimeshindiliwa, kimesukwa na kumwagika na kurudi vifuani mwao. Wakati unapokutana na aina ya pigo la namna hii, kuna baadhi ya watu hulala akapigwa mshale, na akiamka anasikia maumivu makali pale alipopigwa mshale. Kuna baadhi ya watu unachomwa kisu, na unapoamka unasikia maumivu makali pale ulipochomwa kisu. Kuna mtu unapigwa risasi, na kuna baadhi ya watu ambao hata anaposhtuka kutoka katika ulimwengu wa ndoto zake anasikia maumivu halisi yanayoendelea, na pengine wengine kuona damu. Siwezi kusahau moja ya kisa nilichoshirikishwa juu ya mtu aliyekuwa anaishi Morogoro, ambaye alitatanika. Haamini sana juu ya ulimwengu wa mapambano ya kiroho, kwa sababu aina ya kanisa analosali na mafundisho aliyozoeshwa ni kwamba kila kitu ni cha kufikirika tu, usifikirie sana kama kuna vitu vinavyoeleweka. Na hawaamini hata chochote kama kuna ulimwengu wa ndoto unaoweza kuwa the realities of life. Mara hii mtu huyu aliota anapigwa msumari kichwani, na aliposhtoka alishangaa kuona shuka limejaa damu, na alipotazama alikuwa ana mchanjo sehemu ya kichwa chake. Na anapojiuliza kwamba ilikuwa ndoto kwa hiyo au ilikuwa halisi, kwa sababu hapo ndani yuko peke yake, hakuwa na mtu yoyote aliyekuwa amesimama hapo au kuvamia. Anajiuliza, ni ndoto gani hii? Ni ndoto gani hii ambayo inafika mahala ambapo ninachoota katika ulimwengu wa roho ndicho kinatokea? Mungu atukuzwe kwamba haukuwa msumari uliopiga kichwa chake kiasi cha kumtoboa hadi kupenya ndani ya fuvu la kichwa, lakini alichokiona katika ndoto kilikuwa ni msumari uliopiga fuvu la kichwa na kutoboa. Katika damu na nyama kulikuwa na mchanjo kidogo na damu imetoka, na ndipo akaanza kutafakari, nifanyeje sasa? Ni shambulio la roho ya udhaifu katika ulimwengu wa ndoto zako. Pili, ni aina ya mtu unayeota ndoto ya kutokwa na damu. Na hapa namaanisha damu ya mtu inayotiririka, unavuja damu ya majeraha katika ulimwengu wa ndoto zako. Wengine anaona akitembea, na anakotembea kuna michirizi ya damu anaiacha. Wengine wanafika mahala pa kutazama ni kama mtu aliyekatwa mguu na damu nyingi imetiririka. Wengine ni aina ya watu ambao unatokwa na damu katika maeneo ambayo ni sensitive ya mwili wako, ambayo huelewi ni nini kinaendelea. Damu ndio uhai wa mwanadamu huyu. Uhai wa kiumbe uko ndani ya damu. Damu ndiyo inayobeba uhai wa kila mwanadamu na kila kiumbe chini ya mbingu, hasa viumbe wote walio viumbe hai. Tunaongea juu ya viumbe hai kufikia umbali wa mimea, lakini namaanisha hapa damu, viumbe wenye damu ni viumbe wote, ikiwa ni mbuzi, ikiwa ni ng'ombe, ikiwa ni kuku, ikiwa ni mwanadamu. Na wakati wowote unapoona damu inachuruzika, unatiririkwa na damu, ni ishara ya kwamba uhai wako unakuwa drained, unaondolewa, unapoteza nguvu, unapoteza uhai, unapoteza uwezo wa kuwa mzima, na roho ya udhaifu inakuvaa katika saa hiyo. Damu ya mwana kondoo Yesu na ipandwe katika mfumo wa damu yako tangu saa hii, nawe utengwe na kila namna ya nguvu ya udhaifu,
katika jina la uweza la Yesu Kristo. 3, ni pale unapoota ndoto ya kuwa umelazwa hospitali. Umelazwa hospitali ikiwa ni kwa jambo unalolijua au hulijui, lakini wewe umelazwa hospitali na umelala katika vitanda vya hospitali, uko kwenye mazingira ya hospitali, na pengine mara nyingi unasikia kuwa attended na wanaokuuliza haya na yale, na pengine sauti zao zinakubashiria zikitaja aina ya magonjwa magumu na maradhi yanayokuelemea, nawe unasikia umekuwa mnyonge na dhaifu katika ulimwengu wa ndoto ile. Na unaposhtuka ukatambua kuwa ni ndoto, na katika ulimwengu halisi wewe ni mzima, usiseme ilikuwa ni ndoto tu. Hiyo ni satanic projection inayoratibisha magonjwa na maradhi. Ni lazima ifutwe, ni lazima ibatilishwe, ni lazima itoweshwe, na wewe uzingirwe na yale yote yaliyo ulinzi wa Mungu, uzingirwe na yale yaliyo usalama wa Mungu, na uzingirwe na yale yaliyo baraka ya Mungu pande zote za maisha yako. Uondolewe katika hospitali ile, katika ulimwengu wa roho, na maisha yako yaachiliwe, yawekwe huru milele katika jina la uweza la Yesu Kristo. 4, ni pale ambapo unakutana na maisha ya mtu ambaye anapewa matibabu kwa shuruti. Unapewa matibabu kwa lazima katika ulimwengu wa ndoto zako, matibabu ambayo wewe huyahitaji. Wengine unakutana na watu wanaokulazimisha, wanakuambia wewe ni mgonjwa, wewe ni mgonjwa, tulia hapa tukupe dawa, tulia hapa tukupime. Wewe ni mgonjwa, kitanda kile pale lala. Wewe ni mgonjwa, chukua dawa hizi meza. Na wengine wanakupima kwa hiki na kile na kile na kile, lakini wakati ukilala wewe huumwi chochote, na unajua kwamba hakuna kinachokuuma. Matibabu yale ya shuruti ndiyo matibabu ambayo yanapanda magonjwa na maradhi ndani yako. Yanapanda magonjwa na maradhi ndani yako. Kwa kuwa mtu anapotembelewa na matabibu wa mbinguni, ndiyo kuna kutembelewa na matabibu wa kipepo wenye lengo la kupanda magonjwa na maradhi, lakini usisahau pia kuna kutembelewa na matabibu ambao ni malaika wa Bwana. Nakumbuka miaka kadha iliyopita tuko na mchungaji kule Mbagala anaitwa Mwaitela, na kumbuka tulikuwa na moja ya ibada iliyokuwa na uwepo wa Mungu vya tofauti sana. Mke wake mama Mwaitela hakuwa na hoja ya kumweleza yoyote, lakini alikuwa na uvimbe kwenye moja ya ziwa lake, na uvimbe huu ulikuwa unamtaabisha sana. Na siku ile tumetoka kwenye ibada, usiku ule alitembelewa na manesi 3, nao wakamwambia, tumekuja, tunajua wewe unao uvimbe kwenye ziwa lako. Na akasema ndio. Nao wakasema kama utakuwa radhi, kama utakuwa tayari, nataka tukufanyie operation. Na akasema niko tayari. Wakamwambia hatukufanyia operation kwa visu, ni kwa vidole vyetu. Na akasema ni sawa. Wakili yake ziwa lenye tatizo lilikuwa ni la tofauti, la upande mwingine, na wao wakafanya operation kwenye upande mwingine. Na hapo kwa vidole vyao wakamtoa jongoo mkubwa mweusi, akiwa ana hofu kwamba nini kinaendelea. Wakamwambia tulia, bado hatujamaliza. Wakamchukua ile jongoo, wakamweka hapo kwenye ziwa, wakamviringisha na karatasi ya nailoni iliyokuwa hapo, kwamba akiwa anawekwa huyo jongoo ndipo alimokuwa amefungwa. Wakatoa na hiyo karatasi ya nailoni, wakamwambia umekuwa mzima. Akashtuka kwenye ndoto ile akinena kwa lugha, na ziwa lililokuwa na tatizo ameponywa, ni mzima. Utaona tofauti iliyoko hapa.
Matabibu wa shetani wanakushurutisha, wanang'ang'ana unayo magonjwa usiokuwa nayo. Matabibu wa mbinguni wanahitaji idhini yako, kwa kuwa Mungu sio mvamizi. Mungu anahitaji idhini yako, anataka umwabudu kwa hiari. Amekuumba vema, akakupa roho yake timamu, akakuumbia na nguvu ya hiari. Ni juu yako wewe kuchagua kumwabudu na kumtumikia kwa hiari. Na wakati anapokuja kwako anabisha, anasema, tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu akiufungua mlango, nitaingia kwake, nitakaa kwake na kula naye, naye atakuwa wangu nami nitakuwa wake milele. Ni matibabu ya shuruti unayoyapokea katika ndoto. Ni roho ya udhaifu. 5, ni ndoto ile ambayo unakutana na sindano za lazima. Kupewa matibabu, vipimo, vitanda na hivi na maneno ya kwamba we ni mdhaifu ni jambo tofauti, lakini kuchomwa sindano ya kipepo ni jambo jingine tofauti tena. Hapa ndipo unapoweza kutazama. Kuna wale wengine ambao huwa wanaelewa kabisa sindano hii anayochomwa ni sindano ya sumu, na wanaokukamata wanakukamata kwa nguvu, wakiwa wamemaanisha kwamba ni lazima wakuchome sindano hiyo kwa sumu. Miaka mingi nimewahi kukutana na kisa cha namna hii katika ulimwengu wa ndoto zangu, nilipozungukwa na watu wawili, na mmoja ndiye aliyepiga kelele akimwambia mwingine, hiyo ni sumu. Na wakati huyu naona amechukua sindano iko na content za njano hivi, mwingine akiwa kama anataka kumwepuka. Na saa ile Roho wa Mungu ndani yangu akanishuhudiza kwamba hao wawili lao ni moja. Wakati huyu akija na sumu yake na sindano, nilishika mikono ile yenye sindano na sumu yake nikaielekeza kwenye shingo yake, na ghafla ile sumu ilipoenda kwenye shingo yake kufikia nusu, na kwa mikono hiyo hiyo nikaielekeza kwa yule mwingine aliyekuwa amesimama akiwa kama mtego wa kumsaidia mwenziwe. Hii ndiyo ile nguvu tunayoiita kikombe ulichopima utapimiwa. Ni sindano za sumu zinazopiga maisha ya watu, zinazopigwa katika miili ya watu, na watu hawa wanaanza kuwa na miili inayopukutika. Miili inapukutika, inakuwa mwili wako unapambana wenyewe, na mwili unaanza kudhoofu. Kila kitu kinakuwa hakiko sawa. Damu ya mwana kondoo Yesu na ipandwe katika kila eneo la mfumo wa mwili wako, na kila namna ya sumu na madhara ya sumu yawe yamefishwa na mizizi yake katika jina la uweza la Yesu Kristo. 4, 5, 6, niko point number 6, ni pale ambapo unaota ndoto ya mtu kubadilishiwa viungo vya mwili wako. Viungo vya mwili wako. Na hasa pale kunapokuwa na viungo vilivyo vya muhimu sana katika maisha yako. Unaondolewa figo hizi na unawekewa figo nyingine. Kama umeondolewa figo na matabibu wa mbinguni wakakuwekea figo nyingine, wewe umeponywa tayari. Lakini kama ukuwa na figo zenye tatizo, zikaondolewa ukawekewa figo nyingine na matabibu wa kipepo, tayari unabeba tatizo ambalo hujawahi kuwa nalo. Unaondolewa labda viungo vile ambavyo ni vya uzazi. Unaona wengine wanaondolewa tumbo la uzazi na wanapewa jingine, na unashangazwa, nimepokea kitu kilicho chema au kilicho kibaya.
vyote viwili huweza kutendeka katika ulimwengu wa ndoto zako. Ni juu yako kupambanua na kuzingirwa na wigo wa Mungu, kwamba yale yaliyo kazi za apandaye mabaya katika maisha yako hazitendeki na hazitimizi mashauri yake katika eneo lolote la maisha yako, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Point namba 7 ni pale ambapo mtu anakutana katika ulimwengu wa ndoto na kuwekewa mikono ya uovu na makuhani wa kipepo. Mikono ya uovu na makuhani wa kipepo. Kuna nguvu inayohamisha nguvu kupitia hiyo huduma tunayoita the laying on of hands. Mkono unapowekwa juu ya mtu, huwa hauwi mkono tu, huwa inakuwa ni point of contact inayoachilia uweza na nguvu za kiungu. Katika kipindi kilichopita nilinena zile channels za uponyaji zinazoweza kwenda kwa maisha ya watu, na mojawapo nikanena ni njia za matendo ya kimuujiza zisizo za kawaida. Ndivyo unavyoweza kushangazwa. Kuna uhusiano gani kati ya mkono wa mtu na magonjwa ya mtu? Aliyenena mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya, alijua ya kwamba mkono unapowekwa kuna mkono mwingine, a mysterious divine hand, inawekwa juu ya mtu huyu, na mtu huyu anaponywa si kwa sababu ya mkono huu uliowekwa, lakini kuna mkono mwingine unaohamisha yaliyo mema juu ya mtu huyu. Ndivyo ambavyo shetani huweza kutenda. Anatumia mikono ya makuhani wa kimapepo kuweka mikono yake juu ya watu, na maisha ya watu hawa wanaanza kutatanika na kutatizika. Moja ya nyakati nimeeleza kisa cha binti aliyekuwa na sali moja ya makanisa yetu vijijini huko wilaya ya Kibaha, na unaweza kushangazwa kwamba alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha SUA, na jambo alilokuwa analikabili ni katika ndoto zake. Alikuwa mjamzito, na wakati huo tayari yeye na mume wake walikuwa na watoto 3 wa kike. Alikuwa akimwamini Mungu kupata mtoto japo mmoja wa kiume. Anakaa bweni chumba kimoja na binti mwingine. Alikuwa akitokea Zanzibar huyu binti, na kila usiku angekuwa anaota ndoto ya huyu binti kulichezea tumbo lake. Habari yake ni ndefu, lakini mwisho wa yote yule mtoto hakuzaliwa. Na ni katika dakika ya mwisho ambayo yuko leba, amekaa katika kitanda cha kujifungua kwa masaa 6. Mtoto yuko katika mlango wa kuzaliwa, na hakuna tabibu, hakuna daktari wala nurse aliyemwatende mpaka mtoto huyu alipopoteza uhai, na miguu yake ilikuwa imekufa ganzi, amekuwa hawezi hata kusimama. Mama huyu ni satanic projection inayohusisha the laying on of the satanic hands. Hii mikono inapanda mabaya, hii mikono inaratibisha mabaya, hii mikono inaweka udhaifu, hii mikono inapanda mauti, hii mikono inaondoa yaliyo mema, hii mikono inaweka vazi la maombolezo juu ya mtu, na kwamba punde si punde mtu huyu atakuwa wa kuombolezewa. Mkono wowote unaoona furaha kupanda mabaya juu ya maisha yako, kwa hukumu ile ile iliyompiga Yeroboam mwana wa Nebati, na mkono wake ukapigwa na ukaufu, mkono huo natamka hukumu ya Mungu dhidi ya mkono huo, na upigwa na ukaufu katika jina la uweza la Yesu Kristo. Jambo lile la 8, ni aina gani ya ndoto hizi ambazo mtu anapoota zinaachilia roho ya udhaifu katika maisha yake?
Ni pale ambapo mtu unaota ndoto ya kuwa umebebwa na ambulance. Hii ni lile gari la kubeba wagonjwa. Uwe uko salama, umekaa kwenye kiti kama chombo cha usafiri, au umelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa lakini uko ndani ya ambulance, jua ya kwamba hiyo ni satanic projection inayonena utakuwa mgonjwa, utakuwa taabani, utakuwa a concern to your family and your friends. Watu watakuonea mashaka, watu hawatalala, watu hawatatulia, watu watatafuta huduma ya haraka. Jinsi gani utakuwa salama? Maana yake hali inayokukabili ni tete. Hiyo ni aina ya filimbi inayolia, inayosema kama ni filimbi hii inatajwa kwa jina lako, basi wengine wote wakose usingizi, wakose utulivu, wakose amani, wakose kuwa na matumaini. Jambo unalolihitaji hapo ni kuhakikisha ya kwamba ule moto wa Roho wa Mungu unakuwa juu yako na kukuratibishia uzima wa Mungu katika siku, katika juma, katika mwezi, katika mwaka na miaka ya siku za usoni za maisha yako, kwamba chochote kinachosema aishi akiwa wa kuonewa mashaka, aishi akiwa wa kuuliziwa habari kwamba anaendeleaje sasa, na inakuwa mbaya zaidi ambapo jina lako lenyewe linabadilishwa kabisa, halitajwi tena, unaitwa mgonjwa anaendeleaje sasa. Unapokuwa umepewa jina specifically linalokutambulisha kwa tatizo ulilonalo, unakuwa maarufu kwa sababu ya tatizo ulilonalo. Unaweza kuwa na wagonjwa wengi katika familia, kunaweza kuwa na wagonjwa wengi katika mtaa, kunaweza kuwa na wagonjwa wengi katika jamii, na kunaweza kuwa na wagonjwa wengi wako hospitali, lakini kila watu wakisema mgonjwa anaendeleaje, wewe ndiwe mgonjwa maarufu ambaye wanakufahamu na hawatahitaji kuuliza mgonjwa yupi, watajua anayeuliziwa ni mgonjwa gani. Na hiyo inakuwa ni habari ya watu kuishi wakikuonea mashaka. Jambo hilo kwa kazi ya msalaba nalipishe mbali na maisha yako katika jina la uweza la Yesu Kristo. Kwa kazi ya msalaba nalipishe mbali katika jina la uweza la Yesu Kristo. Jambo la 9. Ndoto gani ya 9 inayokuambia roho ya udhaifu inaratibishwa juu ya maisha yako? Ni pale unapoota ndoto ya kuwa wewe ni mdhaifu, wewe ni mgonjwa kwa muda mrefu katika ulimwengu wa ndoto zako. Mara nyingine ninapokaa katika meza ya ushauri nikasikiliza aina ya ndoto ya namna hii, huwa nakuwa na maswali mengi ya kumhoji mtu huyu. Inaweza kukushangaza. Inaweza kukushangaza kwa sababu mtu huyu anakuwa anaishi mahala, ni katika ndoto moja au ndoto mbili zilizoendelea au 3 zinazo connect, lakini mtu huyu anaota ndoto hizi zote kwa usiku mmoja, katika maisha halisi kwa usiku mmoja. Huyu mtu anaona ameishi mji fulani miaka kadhaa, akahamia mji fulani wa taifa fulani, na kwenye mji huo wa taifa hilo watu wanatekwa nyara. Hiki ni kisa cha moja ya ndoto za namna hii kilichowahi kuja mezani pangu. Kuna mtu anawateka nyara watu, anawaua, na yeye akawa miongoni mwa watu waliomsaidia mtu huyu kuteka wengine, lakini anachofanya hivyo ni ili apate kibali cha kuishi kwenye nchi hiyo. Na ghafla huyu mtu akamgeuka na yeye akaanza kumtesa kwa muda mrefu,
Kwa hivyo maisha yake kwenye nchi ile akawa ni mtu wa kuzunguka huku na huku akimkwepa mtu yule, kwa sababu sasa maisha yake hayako salama. Na ameishi kwa miaka mingi, tangu alipokuwa kijana mdogo mpaka akawa mtu mzima wa kiwango cha umri fulani. Mtu mzima yuko katika ndoto ya usiku mmoja, na moja ya siku anasema huyu mtu alimkamata, akamchukua mateka, akampeleka mahala, akamwacha hapo ili awe dhaifu, kwa kuwa hakumtunza kwa chochote, kumpa chakula wala maji. Akaanza kuwa dhaifu kwa muda mrefu, akawa na uwezo wa kutoka ndani ya nyumba kwenda kwenye uwanja wa hilo eneo, anaokota makombo ya chakula ambacho huyo mtu alikuwa akitupa kwenye jalala. Ni maisha aliyoishi kwa muda mrefu, na anawaza kwamba nitarudije kwenye nchi yetu mwenyewe. Yote hii ni ndoto. Akaishi maisha namna ile mpaka akawa mgonjwa sana, na moja ya siku anasema akapoteza fahamu. Imagine yuko ndotoni, unapoteza fahamu ukiwa ndotoni, na anakuja kushtuka, anajikuta yuko hospitali. Alifikaje hapo hospitali? Yule mtu hamuoni, na yeye mwenyewe hajui yuko wapi. Mpaka anapokuja kutoka hospitali ilichukua muda mrefu, naye anapoulizwa sasa, umepona, unaweza kwenda ukaipata njia yako na hivi, haelewi aende wapi. Ni maisha ya mtu ambaye anakuwa mdhaifu kwa muda mrefu, na harakati za mtu aliyetekwa kwa muda mrefu, na yote anafanyika katika ndoto. Na siku anapokuja kujua kwamba haya yote hayakuwa sahihi, yalikuwa ni ndoto tu, anaweza akashusha pumzi ndefu na akadhani imepita, asijue ya kwamba maisha halisi yanatengenezwa katika ulimwengu wa roho ili adhihirike katika damu na nyama. Unawazaje juu ya binti ambaye yeye alikuwa yuko shule tu, form 2 sekondari, na akaota amebeba mimba, akaota yuko na mimba miezi 9, akaota ameenda kujifungua, na akaota amejifungulia eneo la darasa, amejifungua watoto 2 mapacha, amewaweka kwenye viboksi 2 vya chaki, na hao watoto wakaja wakaibwa na mtu, na yeye akaanza kuishi maisha ya kumkimbiza na kumtafuta huyu mtu ili arejeshe watoto wake. Ni ndoto iliyokuwa ndefu. Maisha yaliendelea, analala hapa, anaenda kutafuta huku, anaripoti polisi, anachukua watu hawa, anawaeleza hawa, wakimuuliza wewe ni mwanafunzi tu, uliwezaje kuwa na watoto? Anaelezea nilikuwa mjamzito miezi 9, hawa na wale wanaelewa. Ni ndoto ya muda mrefu inayokuingiza kwenye matatizo, na unajikuta uko na mkwamo wa roho ya udhaifu kwa sababu ya kuratibishiwa udhaifu. Kwa kazi ya msalaba hii, na iwe fursa yako ya kuponyoka na maisha yako yapewe pumziko lako katika jina la uweza la Yesu Kristo. Jambo lile la 10 ni pale unapoota ndoto ya kwamba unawekewa drips au aina ya substances ambazo huzielewi, zinawekwa kwenye drip na unaanza kuwekewa mwilini mwako. Ni kwa namna ile ambayo ukitazama kile kilichobebwa na hizo drip ni nini huelewi, lakini vinaingia mwilini mwako kama ilivyo sindano ya kipepo. Zile drip za kipepo huwa zinapanda madhara ndani ya mtu, na maisha ya mtu huyu yanaanza kupambana yenyewe kwa yenyewe. 11 ni pale unapojikuta katika ndoto
umetapika hadi kufika mahala pa kuishiwa na nguvu kabisa. Mara kadha wa kadha nimenena na watu ambao au wanaashiria kupandiwa vitu, kulishwa vitu katika ndoto kuwa ni jambo lisilo la salama katika maisha yako. Lakini nimenena kuwatia moyo wale wote ambao kuna vitu vinatoka au vinatolewa katika ulimwengu wa ndoto zako. Wakati ukiwa unatiwa moyo na vitu vinavyotoka na kutolewa katika ulimwengu wa ndoto zako, weka uzingativu na kukataa kabisa juu ya vitu vilivyo vyema, yani the source of your strength. Kuna vitu ambavyo ni vyanzo vya nguvu zako. Ndio maana unapokwenda kwa tabibu, kama hali yako ulikuwa ni wa kutapika, daktari atakuuliza ni mara ngapi imekutokea leo kufikia saa hii, kwa sababu tukio lile lina kunyima nguvu na uwezo, sio tu kwa sababu ya kile kinachotoka mwilini mwako, bali kwa sababu ya aina ya nguvu ambazo mwili wako una constrain ili kuhakikisha kwamba vile vilivyo ndani yako vinatoweka. Na wakati mwingine mtu huweza kuwa katika hali hiyo mpaka cha kutapikwa hakipo. Wakati unapokuwa katika hali hiyo lakini unaendelea kuconstrain kwa ugumu, maana yake kuna vitu bado vinatoweka na vinaondoka katika maisha yako. Unapoteza nguvu, unapoteza uwezo, na mwili unapambana wenyewe, kitu ambacho unahitaji pumziko, unahitaji kurejeshewa nguvu ulizopoteza namna hiyo kwa muda mfupi kwa kadri iwezekanavyo. Na jambo la mwisho ni aina ya ndoto ambazo maisha yako unaota ndoto za kunajisiwa. Ndoto za kunajisiwa na maanisha the contamination kind of dreams. Ndoto ambazo unalishwa vitu vichafu, unanyweshwa vitu vichafu, unatembea au unaoga maji machafu, unatembea kwenye maji machafu au unaoga maji machafu, au mazingira unayokaa au unayolala yamezingirwa na kila aina ya taka. Na inaashiria wazi kwamba ukiwa kwenye ndoto kuna harufu mbaya inayocontaminate, inayoharibu, intoxicate hali ya hewa unayopumua. Mambo ya kuyazingatia katika maombi unapoomba au kuombewa majawabu ya Mungu katika ndoto zinazokupandia udhaifu. Jambo la kwanza ni maombi ya kung'oa udhaifu uliopandwa katika ndoto juu ya maisha yako. Jambo la pili ni maombi ya kurudisha mabaya yote katika njia yaliyoijia, katika njia yalikoijia. Jambo la tatu, kuachilia moto wa Roho Mtakatifu kuteketeza mavazi yote ya udhaifu. Haya ni mavazi tunayoita vazi la udhaifu, yani the garment of infirmity. Unapokuwa umevikwa vazi lile katika roho, bila kujali unakula nini, unatibiwa wapi na nani ana take care ya afya yako, vazi la udhaifu litakupa udhaifu tu. 4, tuna deprogram, satanic programming, namna ya adui kuratibisha magonjwa yatakayokuja ambayo sasa hayapo. Tunafuta hiyo ratiba. 5, unaleta mkono wa Mungu utakao kutenga na mkono wa mabaya unaopanda mabaya juu yako. Mkono ule unaoiba viungo na kuondoa viungo ili ukupandie viungo vya viumbe wa kipepo, unaondoa mkono ule. 6,
achilia uponyaji wa Mungu, mkono wa Mungu wa kuachilia uponyaji juu yako, na mwisho uwe umepokea utakaso wa maji ya lile neno, utakao kutenga na kila namna ya unajisi katika maisha yako. Nataka niombe kwa ajili ya watu kadha wa kadha kupitia nguvu katika neno sahihi. Lakini mahala sahihi pa kuanzia, kama wewe hujampa Yesu maisha yako kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hii na iwe ndiyo fursa sahihi ya wewe kumpa Yesu maisha yako. Weka mikono yako yote miwili kifuani pako. Omba pamoja nami. Sema, Bwana Yesu, nafungua moyo wangu leo hii na kukaribisha wewe. Tawala Bwana roho, nafsi na mwili wangu. Unifanye kuwa wako milele kwa kuandika jina langu katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Unifanye kuwa wako, kwani leo hii nakataa dunia na mkataa shetani na kazi zake zote. Nachagua wokovu kwa kazi ya msalaba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Umeomba maombi haya, wewe umeokolewa tayari. Maisha halisi yako katika ulimwengu wa roho, kile kinachotendeka katika ulimwengu wa roho kitadhihirika na kutawala katika ulimwengu wa damu na nyama. Sahihi kwa awaye yote aliye umbali wowote, unayejua ya kwamba tatizo lako lilianza katika ulimwengu wa ndoto zako. Iwe ni kwa kulishwa, kwa kupigwa mshale, kwa kunaswa na mtego wa yule mwovu, kwa kujiona huko katika hospitali, kwa kupewa matibabu usiyoyataka kwa shuruti. Huu na uwe mwisho wa taabu hiyo. Uwe ndio mwisho wa taabu hiyo katika jina la Yesu Kristo. Baba, mkono wako hauna umbali. Yale uliyowatendea wengine, moja kwa moja tokea madhabahuni pako, watendee na wao. Watendee na wao kwa kuwatenga na kila namna ya magonjwa na maradhi. Watenge na kila namna ya mkwamo wa roho ya udhaifu. Wengine wao mikono ya mwovu, mikono ya makuhani wa kipepo imewekwa juu yao, ikapanda magonjwa, ikapanda maradhi. Nao wamepiga mbio katika milima, katika mabonde, hawakuona cha kuwasaidia. Hii na iwe ndiyo fursa ya kukombolewa kwake. Mkono wako wa milele na upige na ukaufu mkono ule wa yule mwovu ulioyapiga maisha yake, ulioyapanda mabaya katika maisha yake. Mungu wangu na mwamba wangu, wako hawa waliotembelewa na wale majini mahaba, wakapanda madhara katika matumbo yao. Wako hawa waliotembelewa na makuhani wa kipepo, wakawalisha milo ya meza za kishetani. Wako hawa walioshurutishwa, wakafungiwa katika hospitali za magonjwa wasioyatarajia. Natamka kufunguliwa kwao, kukombolewa kwao, kuponywa kwao, kuinuliwa kwao, kutengwa kwao na kila namna ya magonjwa na maradhi katika jina la Yesu Kristo. Wewe hukuwaumba Bwana ili waishi katika magonjwa na maradhi. Ndivyo ilivyoandikwa, pando lile asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kwa kuwa wewe hukuyapanda magonjwa katika miili yao yang'olewe. Kwa kuwa wewe hukupanda sumu katika miili yao ing'olewe. Kwa kuwa wewe hukuruhusu waovu waondoe damu miilini mwao. Waovu hawa miguu yao ifagiliwe mbali, mikono yao irudishwe nyuma na ifagiliwe mbali na ipigwe na ukaufu. Leo hii, saa hii, kila kiungo kilichojeruhiwa, moyo ule uliojeruhiwa ugangwe, uponywe.
Kifua kile kilichojeruhiwa kigangwe, kiponywe. Mfumo wako wa kusikia, masikio, ugangwe na uponywe. Macho yake yaliyo karibu na kupotea yarejeshwe, Bwana, yarejeshwe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Wamenena ya kwamba hiki ni kisukari cha urithi, ni lazima wote wawe nacho, na ni lazima wote waondoke duniani katika umri mdogo. Yatosha Bwana, ni kwa kupigwa kwako Yesu, yeye ameponywa, ameponywa, ameponywa. Magonjwa ya urithi, toweka juu yake katika jina la uweza la Yesu Kristo. Toweka juu yake katika jina la uweza la Yesu Kristo. Magonjwa yaliyoratibishwa juu yake kwamba yatakuwa mateso yanayomaliza fedha na kuharibu uchumi wa familia hii, saa hii nasimama kinyume nanyi kwa kazi ya msalaba. Kama ilivyoandikwa, ni kwa kupigwa kwake tunaponywa. Je, alipigwa, ameponywa, kwa kuwa yeye mwenyewe aliyachukua madhaifu yetu, alitwaa masikitiko yetu, akatwaa fadhaa zetu, na kwa kupigwa kwake yeye sisi tumeponywa. Natamka juu ya maisha yako, kila namna ya mkono wa mtesi juu ya maisha yako urudishwe nyuma na utoweshwe katika jina la uweza la Yesu Kristo. Ufanywe kuwa mzima na uchumi wako uponywe. Ufanywe kuwa mzima na uchumi wako uponywe. Ufanywe kuwa mzima na uchumi wako uponywe katika jina la Yesu Kristo. Ugonjwa ule ulioanza kidogo, nao umegeuka mateso na fedheha kwa mikono ya matabibu wengi. Hawa wamekutenda machongo haya, na hawa wamenena wale hawakufanya vema, na ugonjwa ule ule waliopata majawabu ya wepesi wengine, kwako unageuka kuwa ugonjwa wa mateso ya mikono ya matabibu wengi. Leo hii, kama ilivyoandikwa, pando lila sulipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Baba, acha ugonjwa ule ung'olewe. Ung'olewe na mizizi yake. Uvimbe katika tumbo, ung'olewe na mizizi yake. Taabu katika figo, ung'olewe na mizizi yake. Taabu ya moyo, ung'olewe na mizizi yake. Sumu katika ini, mafuta katika ini, mateso ya tumbo la chakula, vidonda vya tumbo, ung'olewe na mizizi yake. Tatizo la pigo la akili na ufahamu, ung'olewe na mizizi yake. Tatizo la uti wa mgongo na mgongo wote, ung'olewe na mizizi yake. Kila namna ya ishara na dalili ya kupooza sahihi uviringishwe na kutoeshwa, kama kuviringishwa na kutoeshwa kwa fedheha ya Gilgal, kama kuviringishwa na kutoeshwa kwa fedheha ya Kimisri katika eneo la Gilgal, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Moto wa Bwana na uwe juu yako tangu saa hii, tangu utosi wa kichwa chako hata unyayo wa miguu yako, na uteketeze magonjwa yote, uteketeze maradhi yote, uteketeze kila pando linalo ngojea majira na saa itakayofanya mlipuko wa magonjwa ya kukushambulia kwa ghafla, hata ikawa ni jambo lisiloweza kuponywa tena. Tangu siku hii ya leo, Roho Mtakatifu akuzingire kwa uwepo wake. Yeye awe chanjo na kinga yako, awe uzima wako. Kila kilicho nyoka na joka, kila kilicho nyoka na nge, kila kilicho wadudu wa kipepo wanaoshambulia mwili wako, kwa mwako huu wa moto wa Bwana, wateketee, wafishwe, watoweshwe, waangamizwe milele. Baba, lihimidiwe na kutukuzwa jina lako takatifu. Kwa kuwa hivi ndivyo kupitia nguvu katika neno, shuhuda
za uponyaji, shuhuda za ukombozi, shuhuda za kuinuliwa kwao, shuhuda za kupewa pumziko lao, zitakavyokulaki katika malango ya madhabahu yako. Na sifa, shukrani na utukufu vidumu kuwa vyako wewe milele. Wewe tu usikiaye na kujibu maombi. Sifa, shukrani na utukufu na viwe vyako milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Amen. Naam, litukuzwe na kuhimidiwa mno jina la Bwana Yesu. Kumbuka, mji wa Bwana tuko Mbezi kwa Msuguli, mahala mabaya yasiporuhusiwa kuharibu. Ratiba ya ibada moja katika mji wa Bwana inatosha kubadilisha maisha yako katika umilele wako wote. Katika mji wa Bwana, kama ilivyoandikwa, kama tulivyosikia ndivyo tutakavyoona. Ungana na watu walio na utele wa shuhuda, kwa kuwa katika madhabahu ya mji wa Bwana yale yote yaliyo dharuba za maisha yako yanageuzwa kuwa shuhuda na yanageuza kuwa jiwe la kukanyagia, uende katika kilele cha hatima ya yale Mungu aliyokuwekea. Utafanya vema kabisa ukiwasiliana nami kupitia namba za simu zinazopita katika screen ya TV yako. Nami nina hakika kabisa kwa kututumia ujumbe tutakujibu, kwa kutupigia tutakuhudumia. Kwa maombi zaidi, maelekezo au ushauri, na baraka ya Mungu kamwe isiaepuke maisha yako. Fanya uamuzi wa kuhudhuria uso kwa uso, na tukutane katika madhabahu ya mji wa Bwana katika juma linalokuja la mwisho wa mwezi. Ni juma linaloashiria kuwekwa kwa upako wa kuinuliwa. Nami najua kabisa ya kwamba watu wengine wanaoinuliwa kama walivyoinuliwa, Mungu asiye na upendeleo atakuinua na wewe pia. Tukutane katika kipindi cha 4 cha sehemu ya 3 ya kushughulika na roho ya udhaifu, tunapoendelea na kipengele hiki cha udhaifu unaoanzia katika ulimwengu wa ndoto zako. Hadi wakati mwingine na nguvu katika neno, ndugu yako Bishop Manasseh DM, ENCC. Wema wa Mungu na udumu kuwa juu yako. Shalom.